Tunasikia uchungu sana. Tukiona watoto wetu kutoka saa 12 asubuhi, vitoto vimelala huku nje, vimekunywa hata wanakunywa methanol. Ni hizi pombe za mtaani zinatuumiza. Wakiri, kumbuka hao watu. Tunaomba kama SHA ingeondolewa. Hatutaki viongozi ambao ni waizi, washerati, wachawi, watu ambao wanafanya mambo yani yanaudhi. Kwa majina naitwa Tresia Muthoni, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana Wakiri, kwa sababu tunakupenda sana na tumejua unaweza, kwa sababu wewe ni kijana. Ile kitu sisi tunaomba Bwana Wakiri, sisi ni wazee na wazee wameachiliwa sana. Wazee wanateseka huku manyumbani. Watoto wana wajukuu wameachiwa, watoto wameenda kutafuta makazi na makazi hakuna. Kwa sababu kama kijana ametoka nje ya tauni hii, ameenda kutafuta kazi. Anatafuta kazi, kile amepata ni yake ya kula. Sasa mama mzee na wajukuu na vitukuu tumeachwa. Hatuna mtu wa kutusaidia. Ya pili, nataka kwanza kitu ingine. Ni hizi pombe za mtaani zinatuumiza. Wakiri, tunasikia uchungu sana. Tukiona watoto wetu kutoka saa 12 asubuhi, vitoto vimelala huku nje, vimekunywa hata wanakunywa methanol. Wewe umeona vile wanazikwa, wanapelekwa makaburini. Hiyo sio haki yetu. Sisi tunaomba watoto wetu waweze kupewa njia ya kuwajibika. Alafu boy child ambaye ni wazee wale wamefiwa na mabibi zao, hao watu wameachwa. Wameachwa kabisa. Hakuna mtu anashughulika na hao wazee. Ni wengi. Katika mtaa huu wa Kivumbini ni wengi. Wanateseka, wamama wanateseka, wazee. Kumbuka hao watu. Tunaomba kama SHA ingeondolewa, turudishiwe national ile NHF, turudishiwe hiyo. Kwa sababu ukienda hospitali hakuna kitu. Unaenda hosi unaambiwa kwanza register, weka pesa yote ndio utibiwe. Tutatibiwa aje na hatuna pesa? Si ni kufa tunangojewa kufa tu. Naomba usaidie wazee. Saidia wazee, ni wengi wanaoteseka. Ya pili, ningetaka tuonane uso kwa uso, kwa sababu ile neno niko nayo ni kali sana na ni ya maana kwako, na utajua ukweli, nao ukweli utawaweka huru. Hatutaki viongozi ambao ni waizi, washerati, wachawi, watu ambao wanafanya mambo yani yanaudhi yako kwa paka kwa Biblia. Tunataka kiongozi mwenye upendo, utu wema, fadhili, amani. Hiyo yote tunataka hao viongozi wazuri. Hatutaki viongozi wa kutusumbua, ama viongozi wa kelele. Wanafanya mpaka watoto wetu wamejifunza matusi kwa TV, kwa maredio, kwa wapi, hata kwa masimu. Matusi tu ndio yamejaa. Sisi hatutaki. Tunataka nchi yetu iwe ipate wokovu. Munasikia kwa Biblia neno linasema a country beneath Cush, it's a country of revival. We need a revival in our country. May God bless you when we meet. Because I'm Tresia Muthoni. I want to talk to you in the name of Jesus. May God bless you. Asante. Mama tu hapo mami. Asante. Dadi, tuambie jina lako na utuambie wewe kama mzee, ni vipi unaweza penda kusaidika labda pengine kwa programu za serikali, na utuambie katika zile pesa ambazo kwamba mnapewa kama wazee, kama zinatosha kuwasaidia ama malilio yenu ni gani baba? Jina langu ni Samuel Mwangi Mureu, naishi Paul Machanga, na mimi napenda kumwambia wakili ya kwamba katika hizi pesa za wazee shilingi 2,000 hazitoshi chochote, kwa sababu hizi shilingi 2,000 hata ukipewa una watoto na wale watoto ukiwapeleka hosi ile watoto na wewe mwenyewe hata hazitoshi chochote. Tungependa hata tusiongezwe, hata wapewe hata 5,000.
yale ningeonelea kwa maoni yangu, kwa sababu kwa vile tukienda hata Usii yenyewe, hata kupita gari yenyewe, ukianzia gari kutoka hapa kwenda Usii ni shilingi 100, kurudi 100, na ile hata lunch hamjakula. Kwa hivyo bwana wakili, ile kitu ningekuomba ni uje hapa kwa wazee, tukae chini na wewe, tuwasiliane uso kwa uso, na tungeshukuru tukikuona ili tuweze kuongelea na wewe tukiwa hapa area yetu. Na kushukuru wakili wetu, uje tukae nawe chini na wazee, yani tukiwa wazee na wamama wazee, tuweze kuwasiliana na wewe, kwa sababu kura ni sisi wazee na wamama wazee. Asante. Pengine tusikie mami. Bwana asifiwe. Mimi wakili, kwa majina yangu naitwa Teresia Wanjiro, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ile kitu ningeomba, mimi ninaomba Mungu awapiganie na washindanie, ili tukutane na nyinyi, ili tuonane na nyinyi macho kwa macho, kwa sababu sisi wengine, mimi niligongwa na gari, na vile gari ilinigonga ikatoroka, na vile ilitoroka mguu wangu umekuwa mgonjwa, umefura magoti, mimi siwezi kutembea kwenda mbali. Sasa ningeomba, mimi sina usaidizi yote kwa ajili sifanyi kazi, sijafikisha miaka 70 ati ninapewa hiyo pesa ya wazee. Mimi ni mjane, bwana yangu aliuawa Garissa, ndio mahali nilikuwa naishi. Sasa hata malipo ya bwana mimi nilishindwa kufuata kwa sababu ya kukosa nauli na kukosa pesa ya kwenda mpaka huko kwenye aliuawa Garissa, alikuwa anafanya kazi ya serikali. Sasa mimi ningeomba tuonane na wewe ili utusaidie, kwa sababu hata mimi ninaishi hapa Kivumbi namba 2, na kwa muda huu nilikuwa mamangu alikuwa mgonjwa na alifasi mwezi wa Januari, tulimzika tarehe 8. Sasa huu wakati nimekuwa na wakati mgumu, nimeganda mikono, niko mgonjwa mguu, sina usaidizi, na kijana yangu alienda Nairobi, hajakuja kutoka siku ile alienda, ako na miaka 2. Sasa mimi wale wasichana niko nao hawako kazi. Sasa mimi ninaomba, niko na kijana mmoja anafanya kazi ya waziri, na yeye nikimwomba pesa anasema familia yake bado ako na shida mpaka sasa, kwa sababu ako na watoto wako shuleni. Sasa mimi nimejaribu kutafuta penye nitaweza kusaidika. Nikienda sina kadi ya SHA, sina NHF. Sasa nikienda medical wananiambia nilipe pesa yote, na mimi sina namna ya kufanya. Hata nikienda huko nikisaidie, nikilipa hiyo shilingi 200, ninaandikiwa madawa kununua, sina pesa ya kununua, na mguu ni mgonjwa na mkono. Sasa mimi ninaomba usaidizi kwako, ukuje utusaidie sisi wagonjwa. Hata kuna wagonjwa wengine, si mimi peke yangu, na si tuko na shida, si mimi peke yangu niko na shida. Tunaomba usaidizi, lakini mimi ningeomba usaidizi wa matibabu ili niweze kuona vile nitafanya kazi hata na mikono, kwa sababu mwili mwingine niko mzima. Sasa ninaomba hata mahali nilisika mamangu, nilimzika kwa shamba huko Bahati. Kuna shamba lakini mimi sijejenga. Sina namna ya kujenga na sina namna ya kuenda kununua kitu. Mimi ndio ninaomba sasa, kwa ajili ni uko na shida. Mzazi ndio alikuwa naishi huko. Sasa hayuko, sina mzazi tena na sina mahali pa kuishi. Sasa ninaishi Kivumbini. Mimi najiwacha mbele za Mungu, na tunaomba Mungu awapiganie hata hizo kura, ambaye hiyo kura mahali mumesimama, ili Mungu awasaidie mupate hiyo kiti yenye mnatafuta. Na hata mimi niko na kura yangu, najua tutasimama na wewe na nitakupea kula. Kwa hivyo Mungu akubariki na kutendee mambo mazuri, na tunaomba hata hii mwenye hii boma abarikiwe, na hata hawa wamama wameongoza na wenye tuko na hao hapa, Mungu awabariki. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu atende mambo mazuri. Sina kitu ya kusema, hata sasa nataka kwenda town kuomba usaidizi yote. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Tumefurahia sana sisi kama wazee kukutana hapa Kivumbini. Wakili, tumefurahia. Ya kwanza, tumeona umesikilia watoto wetu, ulianza na mpira na wengine ukawasikilia wako kando yako. Tunakuomba kama wazee, tunaumia sana tukijiangalia kila mtu
ako na maumivu ya kila aina na hatuna uwezo. Kitu tunakuomba NHIF ututetee irudi, na kitu tunaomba kabla iondolewe hii saa, jaribu kutulipia mahali utaweza, hata iwe kwa mwaka mmoja. Wakili, tunakukaribisha hapa. Sisi kama wazee tunakupenda na tunaomba Mungu akuonekanie, na tunajua tuko chini yako. Mungu awabariki. Okay, Bwana asifiwe. Okay, kwa majina ni Jane wa Elimu ama Mama Noni. Mimi nikiongea hapa penye nimesimama kwa mama wazee, nataka kuongea na huyo anaitwa nani? Wakili. Mimi ningekuomba tu, pengine wewe ndio Musa wetu mwenye tumetumiwa na Mungu kwa miaka zingine zinakuja tupige kura. Nataka tu si utusaidie tu, hao watoto wetu tu wapate makazi, ili hata kama mtu atasaidiwa na mtoto wake kidogo na yeye ajisaidie. Na tena vile mimi ningekuomba hapa Kivumbini, hizi nyumba zetu za blocks, ukisimama utupiganie vizuri sana, kwa sababu tunajua wewe utaweza. Hakuna kitu hakiwezekani mbele ya Mungu, na hakuna kitu kiwezekani kama Mungu ameamua wewe ndio utasimama. Tunajua vile tunapelekago hivi ati nini nyumba nini. Tunajua sasa tutasimama imara juu wewe uko na sisi. Tusimamie tu vizuri, ili ndio mtu akikaa nyumba kama yeye anakaa na amani na anakaa bila stress. Hiyo tu ndio nakuomba wewe wakili, usimame tu, sisi tutakupea kura. Na kura zetu hata kando na sisi ni mingi. Na Mungu atakubarikia. Na palipo Mungu pana mbele iko sawa. Mbele iko sawa.